رمضان رمضان أشجانا رمضان أهلا رمضان أهلا أشجانا رمضان. Mpenzi mtazamaji popote ulipo duniani, ni kusalimie kwa maamkizi mazuri, maamkizi ya kutakia amani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Awali ya yote, mimi na wewe tumshukuru Mungu sana kwa hapa tulipofikia. Ni wajibu wetu kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Leo hapa studio tunaye mgeni wetu Sayyid Sharif Muhammad bin Sayyid Sharif Said Al-Bidh. Tunaye tena leo hapa, na hii ni bahati yetu kubwa, kwa sababu tulipokuwa naye majuzi tukamwomba Mwenyezi Mungu amwafikishe ili na leo pia tuwe naye, na ikibidi tumbane pamoja na kuchoka kwake, na kesho pia tuwe naye. Kwa kabla sijasema nini ataongelea, kabla sijasema nini tutazungumza leo hapa studio, lakini tumefanya bidii hapa katika mitandao yetu kumtafuta Mheshimiwa Mufti Sheikh Mkuu wa Tanzania. Tumefanya bidii katika mitandao yetu kumtafuta Mheshimiwa Mufti Sheikh Mkuu wa Tanzania. Yeye ilikuwa tuwe naye hapa studio kwa ajili ya kuja kutupa nasaha kama kiongozi mkuu wa Waislamu wa Tanzania, na sasa hivi tuko mwishoni mwa Ramadhan, anatupa nasaha gani? Lakini mazingira yamemzuia kuweza kufika studio. Kwa ajili hiyo tumeona tuwe naye moja kwa moja kwa njia za mtandao, kwa sababu lengo letu ni ile elimu yake na nasaha zake kwetu. Mheshimiwa Mufti Sheikh Mkuu wa Tanzania, nadhani upo kwenye line. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mheshimiwa Mufti, kwanza tunashukuru sana kutokana na hali yako na majukumu yako, hasa ya mfungo huu wa Ramadhani, pamoja na kupangilia darsa nyingi, lakini tunashukuru walau vile kupata fursa ya kuweza kuzungumza nawe kwa njia hii ya mtandao. Tunakushukuru, Mwenyezi Mungu akulipe kila la kheri. Inshallah, alhamdulillah. Mheshimiwa Mufti, huu ni mwisho sasa wa Ramadhan, na wewe ndio kiongozi wetu wa Waislamu hapa nchini. Hapana shaka, kabla mimi sija kuhoji lolote, kwa niaba ya watazamaji wetu, huenda utakuwa unazo nasaha za kuzungumza na Watanzania na waumini na Waislamu kwa ujumla. Nikuachie fursa utoe nasaha. Ndio. Karibu sana, utoe nasaha zako kabla mimi sija kuuliza chochote, na hasa ukizingatia huu ni mwisho chambilicho watu, mwisho wa mfungo, na sasa tutakatuingie kwenye sherehe za Eid. Hapana shaka unazo nasaha, hapana shaka unayo mafunzo ambayo ungependa kuzungumza na unaowaongoza. Karibu zungumze nao. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kutuwafikisha kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani wa mwaka huu, na inshallah matumaini yetu Mwenyezi Mungu katukubalia, na kadri ya kila mmoja alivyonuia, kama zilivyo nguzo za saumu. Nguzo kuu ni mbili, ni kunuia kila usiku wa Ramadhani na kujizuia. Na kama darasa zetu tulizotoa mwanzo wa Ramadhani ni kwamba kila mmoja alichukua kioo cha akili kujitizama ni mahala gani penye tatizo lake katika maisha akiwa kama Muislamu. Naam. Ili tatizo hilo alinuie, likiwa ni tatizo linalomkwaza katika mwenendo mzima wa maisha yake, kama alivyomwamrisha Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Sasa jambo kubwa ni kwamba leo ni 28, kesho 9. Naam. Matarajio kama tulipofundisha kutoka kwa Mtume, naam, kwamba mwezi ni 29 au 30. Naam. Tunaweza kesho mwezi ukaandama. Naam. Na kama haukuandama, basi
basi kwa mafundisho tuliyopewa Naam. tutakamilisha siku 30 za mwezi wa Ramadhani. Naam. Jambo kubwa ambalo napenda ni wanasihi Waislamu Naam. ni kwamba ule utamaduni tulioachiwa kutokana na mafundisho ya Mtume na wazee wetu na mashehe wetu, Naam. kutizama mwezi, Naam. hii kazi hatuifanyi pasavyo, Naam. na haswa hatutoki hata kutizama mwezi. Naam. Nangojea tupewe habari, Naam. na katika tabia hii basi hujipenyeza watu wakatoa habari zisizokuwa na msingi, Naam. na tukaanza kubabaika, Ndio. tukaanza kupewa habari ambazo si sahihi. Naam. Lakini kimaisha kama Muislamu inapofika tarehe 29, Ndio. jambo zuri ni kutizama mwezi. Naam. Hilo la kwanza. Naam. Na kwa namna tulivyoweka na mashehe tuliowaweka wanafahamika na namba zinafahamika, Naam. atakayeona mwezi kwa usahihi Naam. atoe taarifa. Ndio. Wale mashehe tuliowatangazia, Sheikh Jongo, Naam. Sheikh Abdallah Mnyasi, Naam. Sheikh Al-Hadi Ndio. wa Dar es Salaam, Naam. wapokee habari hizo. Ndio. Lakini pia sio kila atakayeona mwezi amepewa haki ya kuutangaza. Naam. Jambo la kutangaza, kuwatangazia Waislamu Naam. katika nchi zote na kwa fatwa zote Naam. zilizotolewa na wanawachuoni wakubwa, kazi hii ni ya mtu maalumu. Naam. Tangu wakati wa Mtume ilikuwa ya kwake Mtume, Naam. na walipofuata makhalifa ilikuwa na ya makhalifa, Naam. na katika kila nchi kiongozi mkuu wa Uislamu ndiyo anayetangaza. Naam. Kufanya kinyume cha hayo Naam. ni uasi Naam. na kuenda kinyume na taratibu za maisha bora Kiislamu. Naam. Kwa hiyo atakayeona mwezi awaletee mamlaka husika, Naam. na tulivyojiwekea katika Afrika Mashariki, Naam. kokote utakapoonekana mwezi basi tutapeana habari, Naam. na kwa Tanzania tautangaza mimi Naam. au yoyote nitakayemuidhinisha. Naam. Kenya ni hivyo hivyo, Naam. Unguja ni hivyo hivyo, Naam. na tuishakubaliana katika kikao tulichokifanya Tanga Naam. kwamba yoyote atakayeona mwezi katika nchi zetu Naam. na ukathibitishwa na kiongozi wa eneo hilo, Ndio. basi tutapeana habari Afrika Mashariki yote, Naam. na tutakubaliana kuutangaza mwezi huo. Naam. Katika jambo hili nasikitika kwamba Ndio. kuna watu huingiza fujo wakafanya kama ni mchezo goma, na kila mmoja akataka ajipachike hapo. Naam. Naendelea kuwanasihi Waislamu kwamba hiyo sio tabia njema. Naam. Watulizane katika mafundisho tuliowekewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, Naam. na yakarisiwa vizazi kwa vizazi, mashehe kwa mashehe, Naam. mpaka kufikia leo. Naam. Na mwisho ni kwamba Ndio. tunafika mwisho wa Ramadhani, kila mmoja akili yake iende katika kutathmini, je, Ramadhani hii imeathiri katika maisha yake? Kwa sababu kipindi kijacho ni kipindi cha kipimo, kama Ramadhani imeathiri katika maisha yetu, katika tabia zetu, katika mwenendo wetu. Naam. Kitu tulichofilisika katika maisha yetu ni tabia njema. Naam. Tumefilisika hilo. Kwa hiyo kila mmoja ajitizame, Naam. nisitushughulishe
usijishughulishe sana na kwamba umeonekana mwezi au kuonekana wapi, sijui Saudia, sijui wapi. Na mtu kila binafsi atizame, naam, je, imemleaje Ramadhani kwa mujibu wa nia zake na alivyokusudia, naam, ili baada ya Ramadhani aonekane kama ni mtu aliozaliwa upya, naam, katika maisha ya Kiislamu. naam, Aming'ara ndio, baada ya kupata vumbi za maasi naam, katika maisha yake, ndio, na amekuwa ni mwanajeshi mzuri katika jeshi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mheshimiwa Mufti, kwa niaba ya watazamaji wangu ni kushukuru sana kwa muongozo huu ambao umeutoa, ambao umeuwakilisha katika maeneo makuu mawili au matatu. Kwanza juu ya mwezi, kwamba una mazingira maalumu ya kutangazwa, na kazi hiyo tangu zama za Mtume mpaka leo si kazi ya kila mmoja kutangaza, bali ni kazi ya mtu maalumu. Muongozo huu na imani kabisa watazamaji wangu wameupokea. Lakini pia hata huu muongozo wa kwamba tujitathmini kwamba Ramadhani sasa ndio imekwisha, je, imewezaje kutuathiri? Kwa na imani kabisa watazamaji wangu pia hili watakuwa na lenyewe wamelishika. Mheshimiwa Mufti, kwa niaba ya watazamaji wangu, watazamaji huwa wanapata tabu katika hili tatizo la kuchelewa kwa taarifa, kwa sababu sasa hivi alhamdulillah dunia ya Tanzania hii, kama mnakubaliana na mwenzako wa Kenya na mwenzako wa Unguja na wewe wa hapa Tanzania bara, sasa watazamaji wanapata tabu, ile mwezi unakwenda mpaka Isha, saa nyingine mpaka saa 3. Sijui Mheshimiwa Mufti hili umelipatia dawa? Ukiona imefikia hivyo, Naam, ni kwamba bado tunapeana habari. ndio, na tunataka tupate habari sahihi. Kumekuwa na tabia ya watu kutuzukia kiujanja, wakitaka watangaze au waseme tumeuona mwezi, lakini sio kila atakayesema nimeuona mwezi basi tukubali tu. Lazima tufuatie, umeuona wapi, alikuweko nani, umeifikisha kwa nani. Alhamdulillah mashekhe kila sehemu wapo. Sasa ukifikia kumhoji mtu, je, shekhe wa eneo lako umemfikishia habari hizi? Sasa mimi nataka nikufuatie wewe. basi hivi uko hauna shekhe? tukuombe hizi habari tumekiana, ikifika time fulani tuliokubaliana wenyewe, basi tena hatupokei mwezi. Itakuwa time ile hata mwezi wenyewe haupo. Mheshimiwa, tuombee dua sasa. Tuombee dua. Inshallah Mwenyezi Mungu atuwafikishe. Amin. Somo yetu. Amin. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mufti, kwa niaba ya watazamaji tukushukuru sana kwa nasaha nzuri, na nina imani zimebeba hadhi kubwa sana katika mazingira yetu ya leo. Mwenyezi Mungu kulipe kila la kheri na akupe afya njema na akupe nguvu ya kumaliza mfungo salama na kuandaa siku ya Eid kwa salama inshallah. Amin. Naam, mtazamaji wangu, acha nikupumzishe kidogo, halafu nimuingize Sharifu ambaye ndio mgeni wetu wa leo, na hasa baada ya leo kushiba nasaha nzuri za Mheshimiwa Mufti. Wacha tupumzike kidogo. Kampuni ya Superdol, wasambazaji wako wa kongwe wa matairi hapa nchini, wanakuletea aina mpya ya matairi Michelin Energy XM2. Matairi ya Michelin Energy XM2 yametengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na pekee, maalum kwa majanga na vishindo vya barabarani. Matairi ya Michelin Energy XM2 ni magumu, hunesa kama mwanzi, hupunguza gharama na hudumu kwa muda mrefu. Safiri salama kwa kutumia matairi ya Michelin Energy XM2.
Karibu kwa huduma ya TSN Supermarket inayopatikana karibu nawe hapa jijini Dar es Salaam. Huduma ya TSN Supermarket zinapatikana katika matawi yetu ya Bamaga, Upanga, Mikocheni na Tegeta. Mwezi huu wa Ramadhani, TSN Supermarket inakupatia wewe mteja wetu ofa ya punguzo la bei ya bidhaa mbalimbali katika maduka yetu yote. Pia ukitembelea maduka ya TSN utapata chaguo la aina mbalimbali ya bidhaa na vyakula kutoka hapa nchini, Kenya, Dubai, Afrika ya Kusini na nchi za Ulaya. Isitoshe, TSN ndiyo supermarket pekee inayokupa ofa mbalimbali na bidhaa kibao za thamani ya pesa yako. Ili kuhudumiwa vyema, maduka yetu yako wazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 4 usiku siku zote na hata siku za mapumziko. TSN Supermarket, kwa bidhaa zenye ubora wa hali ya juu na zenye thamani ya pesa zako siku zote. Karibu tena TSN. Tunakutakia kila laheri na baraka mwezi huu wa Ramadhani. Diesel City Limited ni kampuni inayotengeneza injector pumps za mashine na magari aina mbalimbali kama Denso, Bosch na Delphi. Pia tunatengeneza unit injectors, unit pumps, Denso, Common Rail, Cummins injectors na tunatengeneza air conditioners za magari aina mbalimbali. Tunao mafundi waliobobea katika kazi hizi kwa muda mrefu. Kampuni inatumia mashine bora na za kisasa. Karibu mteja uje upate huduma zetu bora. Diesel City ni wakala mwenye dhamana wa Denso na Delphi. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi Diesel City Limited. Tunapatikana Riverside, barabara ya Mandela, opposite Nazania. Na mtazamaji wangu, sasa tuingie moja kwa moja kwenye mada yetu ambayo anwani yake inaitwa ni kudhibiti nafsi ni sifa ya Muislamu kila wakati. Kudhibiti nafsi ni sifa ya Muislamu kila wakati. Mada hii itatolewa kwenu kama nilivyosema mapema na mgeni wetu hapa studio, mwalimu wetu, shekhi wetu, mwanadawa wa kimataifa, Sayyid Muhammad Sharif Said Albidh. Nimkaribishe moja kwa moja kusalimie na aanze kuhudhurisha hiyo mada kwa sababu muda wetu tayari umekwenda spidi nyingi. Sayyid Muhammad Sharif Said Albidh, karibu wasalimie watazamaji ambao sasa hizi wanakusubiri kwa hamu na uhudhurishe mada. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'd. Leo nina furaha sana kurudi tena katika studio yetu ya Channel 10 baada kwa siku 3 niko Unguja na tukarekodi pia Zanzibar Kabul, lakini kwa bahati mbaya ni ndogo sana, lakini mada zilikuwa ni kubwa sana. Inshallah mtu akistaka atazipata. Pia linifurahisha leo zaidi na nikalishangilia sana ni kwa mufti wetu wa Tanzania ambaye sahibu yetu Sheikh Shaban Simba ameletwa kwa sauti yake na idhaa kutupa nasaha zake ambazo kwamba kama yeye ndiye mzee wa Tanzania ndio mtegemea wa Tanzania. Na hiki kitu kizuri sana tukupata nasaha za watu kama wao, ili maana yake tufunge kwa uzuri, tufungue kwa uzuri, tuelewane na kujua kwa mwezi una njia zake kama alivyosema mufti tangu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sio yote athibitia mwezi na sio yote akanusha mwezi. Mwezi una wenyewe, hata wewe ukauona kwa hakika, lakini wale wenye kuthibitisha wakakukataa, wao hafai kufuata. Na wewe lazima ufunge peke yako, hufai kumwambia mtu mwingine funga. Wewe peke yako sheria yako funga, wewe peke yako kula. Mada nilazimisha leo nieleze ili fuatana mada ile iliyopita, ni kudhibiti nafsi ni sifa ya Muislamu kila wakati. Mada hii ni kubwa sana, maana ni mada ya kumsoma Muislamu. Binadamu una kitu kinaitwa nafsi, na watu wameshindwa kuelewa nafsi ni kitu gani. Nafsi ni ile irada yako ambayo ikupelekao katika mambo, ufanye, uache, uingilie, usingilie, ile inaitwa nafsi. Na nafsi yenyewe gawanya vigawanyo vingi, hata kuieleza nafsi. Kuna nafsi ya kuamrisha mabaya, kuna nafsi ya kulaumu, kuna nafsi ambayo kwamba mudhamu imetoa ilhamu, na kuna nafsi ambayo kwamba imetulia, imefikia. Hizi vigawanyo vya nafsi, na kila nafsi kuna njia yake. Ile yenye kuamrisha mabaya sana ndio nafsi ambayo kwamba tunailazimisha itusikilize. Mwezi wa Ramadhani umewekwa kujaribu kuikontrol nafsi, kuidhibiti nafsi. Ndio tukanyimwa chakula,
tukanyimwa kunywa, tukanyimwa matamanio yetu, tukalazimishwa masaa ambao kwamba ni mengi zaidi tukae na saumu kuliko kwamba tutakuwa hatukaa na saumu. Tukalazimishwa tena hiyo saumu ni faradhi kwa namna ambayo kwamba imezoelezwa ndani ya Qur'ani. Ulingamanifu kama huu umepata kujibiwa si Waislamu tu. Waislamu wengi sana wameona faida ya kufunga. Kwanza hubadilika tabia. Utaona kama uhuni umepungua, kama miji imeshika nuru, kama watu wamezidi kupendana zaidi, wasaidiana. Ukenda msikitini utaona vyakula watu wameleta ambao siku nyingine vyakula vile vihitajika, lakini huoni magharibi hata kipande cha mkate msikitini. Utaona kumekuwa viduka vidogo vidogo vya kuuza vyakula vya Ramadhani. Utaona watu kukaribishana, hupeana vitu ambao sifa kama hii mwezi mwingine hukosekana. Utaona watu pia hata pesa wapeana. Mpaka watu wamefikiria kutolewa zaka hutolewa Ramadhani. Na fil hali zaka masala mbali na saumu masala mbali. Zaka ni kutimiliwa na mwaka. Siku ile ulomiliki kwa tarehe ya Kiislamu, siku kama ile ile utafanya hesabu utoe zaka. Iwe ni mwezi wote. Lakini matajiri kwa sababu ile heshima ya Ramadhani wamepeana zaka mwezi wa Ramadhani. Na leo tumetarabahisha katika juma ya kuwa ni lazima tajiri ahisi ya kuwa pale atapoa zaka Ramadhani sio mwezi wake wa zaka. Ikifikia mwezi wa zaka lazima afanye tena hesabu mara pili. Kile kiloongezeka tangu alipotoa Ramadhani mpaka mwezi wa zaka akitolee. Mathala mwezi wake ni fungo 4, atatoa Ramadhani kwa hesabu kamili. Angoje ikifika fungo 4 afanye hesabu. Kumeongezeka pato, basi hapo ajitolee. Kile kiloongezeka ndio kitolee, sio chote. Hiyo ndio tutakuwa tumefanya vizuri sana. Watu walijidhibiti na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitufundisha hasa kwamba laysa siyamu min al-akli wa shubi. Kufunga si kwa chakula na kunwa. Inama siyamu min al-lagwi wa rafath. Saumu ni kujizia la upuzi na maneno machafu. Fa in ahadu sabahu au shatamahu falyaqul inni saim. Akija mtu atakutusiana na wewe, atakukushtumu, atakwambia mambo mabaya, mwambie mimi nimefunga. Ikiwa Ramadhani mwambie hasa mimi nimefunga. Ikiwa ni msimu wa Ramadhani ni mara mchana amwambie kwa ishara bwana siwezi kuharibu saumu yangu mimi, ili ipate dhabti nafsi. Kisha yeye wanazuoni tumbe kuna mambo ya haribu saumu thawabu zake haitangui saumu: kusema uongo, kuangalia kwa matamanio, kusengenya, kutia fitna. Mambo yale madogo madogo utakunyima thawabu za saumu. Ili manake ujidhibiti Ramadhani, usemi uongo, ujidhibiti husengenyi, ujidhibiti huangalii kwa matamanio. Bali wanazuoni wamesema saumu kuna sampuli nyingi. Kuna saumu ya njaa tu na ile ya kuondosha faradhi, ile ndio saumu al-awami, watu wote wakuenea. Kuna saumu ya watu khususi, ni ile ambayo kama wafunga wakajizuilia mambo haya. Kuna saumu ya khususi, wabora wale hawafikiri kama hata watakula nini, na wakitokula hata hawajali kama. Ramadhani imelazimisha dhibiti nafsi baada kufunga, baada kujizuilia na ile mambo mabaya, baada kwa hatari yake ni kubwa zaidi. Ukila Ramadhani mpaka utoe kafara kadri ya kula, ukiundama ukamgilia mke wako wa halali mchana wa Ramadhani, basi utajuta mwenyewe. Ni lazima ufunge siku 60 tena kufuatana kwa ajili ya matamanio ya saa moja. Ufunge siku 60, ukiacha moja uanze mwanzo, utajiona umedhibitia kweli kweli. Au kama kuna mtumba kwa tahuri, ifungulie ule mlango tulioeleza kwa Uislamu ndio dini peke yake iliyofanya bidii binadamu wawe huru wote. Au utoe kafara ikiwa huwezi kufunga. Sio uchague, hapana. Kuacha mtumba huru kwanza, kisha kufunga, kisha kutoa kafara ya chakula, basi ujidhibiti. Sasa utaona ni ngumu sana. Hata ukitaka kufanya utafikiri mimi nitafanya sasa hapa starehe mara moja, kisha nifunge siku 60 nitaweza? Basi hata ni control, nijizuilie nafsi yangu. Ramadhani imekulazimisha kujizuia nafsi yako kueleza fadhila za Ramadhani. Ni mwezi mtukufu, mambo mema huongezewa thawabu,
mambo mabaya huongezewa iqabu, mateso. Umewekewa ibada ya ziada, kuna kusoma Qur'ani nyingi ndani ya Ramadhani, watu shindana kusoma Qur'ani. Kumewekewa salatu tarawihi baada ya qiyamul layli, kuna qiyamul layli iko daima ile kila siku, pia kujidhibiti nafsi. Lakini kuna salatu tarawihi ambapo kama imewekwa ili manake uswali, usome, ujidhibiti. Na utaona katika ajabu ya Ramadhani, ukifunga huhisi njaa, uhisio siku ambayo kufunga. Siku zozote wewe ukifika saa 6 mchana, saa 7 huwa tayari umejihisi kwa mimi nataka chakula. Lakini Ramadhani hata usahau kama wewe kwa kunaliwa mchana. Watoto wadogo miaka ambayo kama hajafika utaona wako tayari kufunga. Na wazee wanaruhusu, lakini tuwatarabahisha kila mtoto afunge kadiri ya umri wake. Maana hahitajiki somo yake, ni mazoezi. Waweza kumwacha kafunga mpaka saa 6 mchana ukampa chakula. Baada ya mwaka mwingine afunge mpaka saa 8, siku nyingine afunge mpaka saa 10, siku nyingine afunge kamili, kisha umwachishe siku 3-4 afunge tena. Kwa dini ya raghba, sio mlazimishe mtoto umri mdogo afunge kama wewe, asifanye kila kitu, utamuumiza ule mtoto. Mpaka kufikia wakati sasa ndio kuamrishwa kufunga, na mwanzo miaka 10, hapo ndio umuongezee ile hisabu. Umuongezee mpaka aone raha kufunga, atamani kufunga, ajione ni mnyonge. Kwa saumu ni kitu kizuri sana cha kudhibiti nafsi. Kuna watu wamesaidiwa katika saumu. Alosaidiwa ni msafiri akienda safari yote, ikiwa ni raha, ikiwa ni shida, una khiari kula. Lakini Qur'ani safari ya shida ilituambia wa antasumu khairul lakum, mkifunga ni bora zaidi. Je, safari zetu za raha, za magari mazuri, za mandege, basi hata ukaribia kwa usile. Lakini imehitajika katika safari kula, utakula. Kadhalika mgonjwa amehitajika ale, atakula. Kadhalika aliemewa tu na somu ala alladhina yutiqunahu, wale ambao wakifunga kwa kinguvu watafunga, lakini wakimaliza kufunga toka ni wagonjwa zaidi, basi wale watatoa fidia. Wazee, mtu mzima umri wake haukubali tena kufunga, atatoa fidia. Ugonjwa ambao kwamba haukubaliani na somu kwa ishara ya daktari aliyo muaminifu. Mwanamke mwenye mimba akiogopa mimba yake hatofunga, huyu hafai kufunga kwa sababu ya kuchunga mimba yake. Ikiwa yeye katika mimba hana shida, ogopa mtoto, atalipa na fidia. Akumnyonyesha akiogopa kwa maziwa atakuwa ni machache, aweza kula namna iko saumu. Kazi imekushinda ghafla, umekuwa tabani, sasa ni kulala tu, pengine ukitopata maji kwa wakati ule waweza kudhurika, wafaa kula. Lakini katika saumu ni lazima ulipe kwa jambo lolote. Hakuna jambo ambalo kwamba utakula kisha sio kulipa iondoke. Kula na kulipa. Kinyume cha swala, kina mara nyingi sana swala hailipi, lakini saumu ni lazima ulipe. Yote ni kudhibiti nafsi. Maana nafsi yako yende chini ya uongozi. Na Ramadhani utaona watu wamekuwa mashehe msikitini wamejazana, mswahafu umekumbukwa, ambao utamuuliza mke wako, ule mwaka jana mswahafu naliweka wapi? Mwaka jana pale siku ya Eid naliweka hapa mimi. Auliza sasa Ramadhani. Kumbe mswahafu ukamatwa ila Ramadhani. Utaona watu hudhuria madarasa, alhamdulillah, kwa ajili ya kudhibiti nafsi zao. Utaona watu husaidiana katika mema zaidi. Hata mtu kimuomba Ramadhani huoni mpesi kukupa kuliko kumomba mwezi mwingine. Ramadhani ni mwezi ambao kwamba umekubadilisha wewe, ni kama garage umekwenda kutengenezwa, kufanya lugha za kisasa, full service, sasa uko tayari. Kisha kuna sheitani amewekwa mbali katika mwezi wa Ramadhani. Si maana kwa sheitani hakupati, ajua kwa ataikwa mbali Ramadhani, hupanga zile pilika zake tayari. Huyu mtu nitampoteza na mimi sipo kwa njia kadhaa. Kisha shetani tu usipotezae, kuna nafsi hupoteza, kuna hawa hupoteza, kuna dunia hupoteza, kwa sababu. Lakini utajiona Ramadhani si sana kufanya mambo kama ufanyao mwezi mwingine,
kwa sababu yake shetani amefungwa. Lakini kuna watu wengine huona dhiki kwa shetani amefungwa. Hivi kesho mwezi ukionekana, basi atafanya mambo mpaka shetani ampe hongera. Wewe kumbe wanipenda sana. Siku moja tu umefanya mambo ya siku 30. Hapo ndio kudhibiti nafsi. Muislamu siku zote asitamani matamanio. Nitakupa mfano. Ukila ni halali kula unapotaka, lakini ule kwa kipimo. Ule thuluthi, 1/3, une 1/3. Mbona mjidhibiti nafsi yako? Mke pia Mtume sallallahu alaihi wa sallam alijifanyisha hasa, amekaa barazani, kapita mwanamke mzuri, watu wakashtuka, Mtume akaondoka pale pale akaenda nyumbani kwake, akaenda akapambana na mke wake, akamgilia kwa halali, akamwambia tumeona hivi, fanyani namna hiyo. Mtu akitamani mwanamke ende, matamanio yakikupanda kwa mwingine, nenda kwa mke wako. Leta kale kumfanyia mwingine ndio lile mke wako. Kwa nini kwenda kwa njia haramu na njia halali iko? Hiyo ni kujidhibiti. Maana sio umeshikwa na matamanio utakufanya mtu matamanio ule. Hapana. Chakula ujidhibiti, usijaze tumbo. Kulala ujidhibiti, uamke usiku ufanye tahajjudi. Uamke alfajiri uswali. Leo kumetoka wachafuaji wamesema acha mkae mapema alfajiri, umri wake huwa mdogo. Na hao magazetini wameandika ambapo kama wamesahau katika Waislamu wakubwa wameishi umri mrefu. Kama Sheikh Abdul Qadir Jilani, kina Abi Hanifa, kina nani tena wameishi umri, na wengine ambao kwamba walala sana na umri wao ni mfupi, kama alivyosema Umar al-Khayyam, fama atala an-nawm umran wala qasara fi al-a'mari tulu sahar. Kulala sana sio kupa umri mrefu, na kukesha sana sio sababu ya kufa haraka. Usifikiri ukikesha sana utakufa haraka. Watu kesha katika ibada miaka 40 na hawafi. Watu kesha katika biashara tu miaka 40 hawafi. Kwa sababu hiyo ukimaliza Ramadhani usiwe mpesi kwenda kumtafuta shetani. Shetani mwenyewe hukutafuta. Wengine husema khasa Ramadhan walla hatiha ya saqi mushtaqatun hannat ila mushtaqi. Ramadhani imeondoka, lete glasi yangu mwenye kuninywesha. Tutamaniana mwezi mzima nimekuacha, leo tufanye urafiki tena. Utaona watu wanaofanya maasi usiku wa Idi utastaajabu. Na ile siku ya Idi yenyewe nenda katika baharini kule ufuoni, au kwa lugha sasa katika mabichi au mabivu, uangalie maasi yanayofanyika ile siku moja tu, utaona hulipa ile deni ya mwezi mzima. Watu wamejitokeza ovyo, wamevaa nguo, watu wanatembea sampuli, wanakesha katika mambo kama kwamba wamefunguliwa. Na imetabayani kwa Waislamu ndio wachangiao maasi. Utaona miji mingi ya kikwetu Ramadhani mabaa yamefungwa, kazino zimefungwa. Wamefungiwa nani? Si hakufungiwa Kristo. Kristo hajasaumu. Sisi Waislamu ndio tuchangiao. Hata wenyewe husema sikukuu zetu zikipambana na Ramadhani huanguka. Kwa sababu sisi ndio Waislamu ndio tusifanye sikukuu zao zikawa ni kuu. Lakini tukifanya ni ndogo zitakuwa ni ndogo vile vile. Naomba mtu baada ya Ramadhani kuondoka, ndio tukaambia alama ya kabuli sidqul iqbal, alamatul qabuli sidqul iqbal. Baada ya kufunga tukuone umeelekea na utaonekana umebadilika katika mwezi wa Ramadhani. Ikiwa hukubadilika ni vile vile au ni mbaya zaidi, na somo yako haikukubaliwa. Na msamaji wangu, sasa nataka nikuingize moja kwa moja ili usije ukaja ukakosa muda kuzungumza na Sharifu, na kiukweli ametupa darasa kubwa sana lenye hii anwani ya kudhibiti nafsi ni sifa ya Muislamu kila wakati, na hasa kile kipengele cha kujitahadhari usije ukaenda ukapongezwa na shetani kwamba kumbe hujamsahau kwa muda wa mwezi mzima. Usije kwenda ukafanya mambo mpaka ikabidi shetani akupongeze. Hiyo itakuwa hatari kweli kweli. Wacha tupumzike kidogo, alafu moja kwa moja uanze kuongea na Sharifu.
Ni punguzo la kufa mtu, punguzo la 20% kwa mali mpya na punguzo la 10% kwa bidhaa zilizokuwa kwenye punguzo tayari. Si wengine ni wale magwiji wa furniture Afrika Mashariki na Kati, Sam's Superstore. Sasa wamekuletea mali mpya kwa ajili ya msimu huu wa Ramadhani. Wana vitanda vya kisasa, makabati ya ukutani, makabati ya vyombo, meza kubwa na ndogo za mabo, meza za chakula za mabo na vioo. Pia zipo za mbao saizi tofauti. Kuna picha nzuri za ukutani, maua, dressing table na vitu mbalimbali. Kuwa mjanja kwa kutembelea Sam's Superstore. Wapo Mbezi Beach, kituo cha Makonde. Wahi sasa. Sam's inaongoza, wengine wanajikongoja. Kumbuka, ofa hii ni mpaka Idi Pili. Kings Furnitures, duka lenye bidhaa mpya za kisasa za kipekee zenye ubora wa hali ya juu. Fika uone bidhaa adhimu aina mbalimbali zitakazoongeza mandhari maridhawa na ustaarabu katika nyumba yako. Bidhaa zinauzwa bei poa kukidhi uwezo wa Mtanzania. Utapata dining table, sofa aina mbalimbali, vitanda, meza za kahawa na mapambo ya kung'arisha, kupendezesha na kuonyesha uweledi wa vitu vya kisasa ndani ya nyumba yako. Kings Furnitures ni za ukweli, hutozipata mahali popote. Wahi sasa. Tupo barabara ya Nyerere mkabala na Quality Center. Pendezesha nyumba yako na Kings Furnitures. Kwa muda mrefu umekuwa ukihitaji benki itakayokuhudumia kutokana na imani ya Kiislamu. Mkombozi amekuja kuikata kiu yako. Ni Amana Benki pekee. Jiunge sasa na Amana Benki na ufaidike kwa kufungua akaunti za akiba, akaunti ya watoto, wanawake, hija, hundi, biashara na shughuli za kibenki kupitia internet. Amana Benki itakuwezesha kufanya shughuli za kifedha bila kuathiri misingi ya imani yako na kuzingatia sheria. Kwa mahitaji ya huduma za kibenki zinazofuata sheria, Amana Benki ndiye rafiki wa kweli. Amana Bank, together on the right path. Na mtazamaji wangu, sasa kwanza punguza sauti television yako ukiona simu yako inaita ili uongee moja kwa moja na Sharifu. Naam, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh aliyakum. Jitambulishe na uingie kwenye swali kwa sababu maswali yetu yale machache sana. Nashukuru sana bwana, naitwa Ramadhani Kibuza Kahama. Naam. Naam Sheikh, nakushukuru, nimekufuata vizuri hapo na Sheikh wako. Sasa tunaangalia hao watu wanaoswali Ramadhani hadi Ramadhani, na umezungumzia hii mada, imetugusa vizuri sana. Kuthibiti nafsi ni sifa ya Muislamu kila wakati. Sasa inakuja swali, hawa watu wanaoswali Ramadhani hadi Ramadhani, ukiangalia wengine ninasali nao, unakumbuka kumbe bwana ni Muislamu. Ramadhani inapita basi anaingia katika mambo yake na mambo ya dunia, anamshughulisha, anamsahau Mungu. Na tunakumbuka kwamba kipindi cha Mtume alipokufa, kuna sahaba alizungumza swali kwamba jamani, alikuwa akimswalia Mtume kisha kufa akimwabudu Mtume, lakini kama alikuwa anamwabudu Mungu basi Mungu yuko milele mpaka kesho. Sasa hawa wanaomwabudu Ramadhani, tukisema Mungu wao wa Ramadhani, alafu Ramadhani ishakwisha wanamsahau hata Mwenyezi Mungu, hukumu yake inakuwa vipi hawa watu? Tunakushukuru sana, swali la msingi, na mimi nitapokea maswali manne alafu nimpe Sharifu aweze kuchanganua hayo. Msamaji, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Unaitwa nani, uko wapi? Niko Kiduguru. Unaitwa nani? Shaban. Bwana Shaban, karibu ongea na Sharifu. Sasa Sharifu amesema kwamba Ramadhani inalipwa, lakini swala hailipwi. Mwanamke analipa swala? Mwanamke analipa swala baada ya mambo yake yale? Sasa atamuita Sharifu kitu gani? Amesema Ramadhani inalipwa, lakini swala hailipwi. Tatizo lako liko wapi? Hii kaza inaingia nini? Ngoja atakufafanulia, akuelewesha alichokusudia. Kwa sababu tunaye. Naam, msamaji mwingine uko hewani. Asalamu alaykum. Asalamu alaykum. Karibu. Haya, ameondoka, lakini baadaye atakuwa hewani ili akamilishe maswali yetu manne. Asalamu alaykum msamaji wangu. Hello.
Weka vizuri simu yako na sauti iwe juu tukupate vizuri. Mimi nauliza, Rekebisha vizuri simu yako ili mlio wa sauti usijirudie rudie. Mtazamaji mwingine uko hewani. Asalamu alaykum mtazamaji wetu. Asalamu alaykum. Halo? Tunakupata. Asalamu alaykum. Waalaikum salam. Ni Abu Said hapa kutoka Kenya. Abu Said kutoka Kenya, karibu. Kwanza na mshukuru Sharif na maiza yake. Naam. Inshallah naomba ndugu zangu wote na dada zangu nafikiri wote wamesikia maiza ya Sharifu. Mungu atujalie baada ya Ramadhani tuendelee hivyo hivyo. Amin. Sasa nina swali langu kuhusu mambo ya zakati fitri Sheikh. Naam. Kuna kijana ambaye wakituru kwangu mwezi mzima huu wa Ramadhani. Naam. Na kijana mwenyewe alisilimu si miaka mingi iliyopita. Ndio. Sasa hana kazi na hana wazee. Ndio. Sasa leo akaniambia bwana nataka uniangalie nguo zaidi. Sasa kwenye hesabu yangu hii zakati fitri nasema ni thamini yani kwa pesa, alafu hizo pesa nipatie kijana aende akachukue hizo nguo zaidi. Itakubalika kweli hiyo? Kwamba pesa yako ya zaka ya fitri umempa kijana ambaye ana nia ya kwenda kununua nguo. Naam. Je, kwa kumpa pesa hizo zaka ya fitri itakuwa imepita? Naam. Sharifu atajibu inshallah. Inshallah. Haya, msamaji wangu mwingine na kuona kwa hewani. Asalamu alaykum. Wa alaykum. Wa salam. Punguza basi sauti ya television tafadhali. Wa alaykum salaam. Wa alaykum salam. Hapo swali kutoka Dodoma. Karibu. Kwa naomba Sharifu atuambie nafsi ziko za aina ngapi na angalau kila nafsi kazi yake moja moja. Haya. Mada leo na nafsi ziko ngapi? Haya. Sababu Sharifu ni mtaalamu na watu wakimuona wana hamu kujua yale mambo magumu. Ndio pokea simu mbili alafu nimpe Sharifu afafanue. Asalamu alaykum mtazamaji wetu. Asante. Khair, naitwa nani, uko wapi? Mtazamaji wangu naitwa nani, uko wapi? Asalamu alaykum. Punguza sauti television yako. Wa alaykum salam. Assalamu alaykum. Tunakupata, punguza sana sauti ya television. Mimi naitwa Nasoro, niko hapa Singa ya Uganda. Bwana Nasoro kutoka Uganda, punguza sauti ya television. Karibu. Nauliza shehe, imamu akiswalisha tarawih alafu hapo anaswalisha na witri alafu tena hapo tu anaswalisha tasbih na kubalika. Haya, asante. Tarawih, witri, tasbihi kwa mpigo zote anaswalisha imamu. Je, inakubalika? Inaonekana mushkil ni tarawih witri kuifunga alafu baadaye tasbihi ikaja baadaye. Sasa inakubalika? Simu ya mwisho Sharifu azungumza. Asalamu alaykum mtazamaji wetu. Assalamu alaykum. Nzuri bwana. Unaitwa nani, uko wapi? Assalamu alaykum. Wa alaykum salam, tunakupata. Unaitwa nani, uko wapi? Mimi Abeid bwana. Oh, Sheikh Abeid, karibu kaka. Kif halkum? Alhamdulillah. Sheikh, nauliza kitu kimoja. Naam. Sheikh ameeleza, Sharif sasa hivi ametuelezea Naam. namna ya kudhibiti nafsi. Ndio. Kuna njia ngapi za kudhibiti nafsi kama nafsi bado iko kwa shida? Kuna njia kama kuna dua hivi au jambo lolote, naomba pia atufahamishe. Basi Sharifu atajibu inshallah. Naam, Said Muhammad Sharif Said Albid. Watazamaji wetu wakikuona wana hamu sana kwa sababu wanafahamu kwamba ni mwalimu wa muda mrefu. Binafsi yangu nimekuona tangu niko madrasa mdogo na Sheikh Muhammad Ayub akikuheshimu sana. Kwa hiyo tarehe yako inafanya watu wawe na hamu ya kutaka kujua mambo mengi. Kuna hawa wanaoswali Ramadhani mpaka Ramadhani, hukumu yao nini? Huo ni mtazamaji wetu bwana Kibuzi kutoka Kahama.
Swala hiyo ulama wamejibisha. Wamesema ajabu ya mtu kufanya ibada Ramadhani mwezi mwingine asifanye, kama kwamba Mungu wa Ramadhani ni mwingine na Mungu wa mwezi mwingine ni mwingine. Mungu wa Ramadhani ni mkali, Mungu wa mwezi mwingine ni mpole. Na akasema Mungu wa miezi yote miwili sawa sawa. Ule unaomwabudu Ramadhani ujue Mungu ni yule yule unamwabudu baada ya Ramadhani. Ramadhani umelazimishwa kwa ajili ya kujizoeza nafsi yako. Si kwa maana Mwenyezi Mungu amepunguza ibada. Wale wanaoswali Ramadhani wasiswali mwezi mwingine huwa pia wamemuudhi Mwenyezi Mungu. Maana wamejizoeza jambo la kheri kisha wameacha kwa sababu ya kufuata hawa nafsi, kosekana kudhibiti nafsi kudhibiti nafsi. Kuna huyu mtazamaji wetu ambaye amekukoti, amekunukuu kwamba saumu ile hulipwa au Ramadhani hulipwa, lakini swala hailipwi. Sasa mtazamaji wetu akapata wasiwasi, vipi sasa hizi qadha kama ikiwa swala hailipwi? Amekosea kuelewa kidogo. Si tumesema yoyote ambaye kwamba adaiwa saumu atalipa, ikiwa ni kwa hedhi, ikiwa ni kwa nifasi, ikiwa ni kwa wazimu, yoyote adaiwa swala hulipa, ila wale walioruhusiwa kutolipa kama mwanamke mwenye hedhi, mwanamke mwenye nifasi, mtu ameharibika na akili, wazimu, halipi, kwa sababu swala iko lazima ulipe. Kuna numaru bi qada'i sawmi wala numaru bi qada'i salah. Hadithi ya Aisha, tulikiamrishwa saumu tulipe, lakini swala hatulipi sababu swala hukaririka. Sheikh Abu Said huyu kutoka Kenya, yeye anasema anataka atoe zaka ya fitri, lakini huko kijana ambaye anafuturu kwake na kijana yule ana shida pengine ya nguo. Sasa akaona hii zaka yangu ya fitri nimpe huyu, halafu huyu ataenda kununua nguo. Sasa kile kitendo cha kumpa zaka yule ambaye hiyo anaenda kununua nguo, anahisi itakidhi? Kwanza hapa pana kugeuka kidogo. Zakatul fitri ni kitu kidogo sana. Nguo ni kitu ghali sana. Ni sharti ndio mpe zakatul fitri zako zote, zako wewe na watoto wako. Na uzuri zaka zigawanywe. Ikiwa tampa zakatul fitri nyingi apate kiguo kimoja, lakini sidhani, maana zakatul fitri ikizidi kwa hisabu ya Kenya shilingi 300 400, nguo ni shilingi 800,000. Lakini pengine kwa mpango wako kitu nilikwambia, mtoto ukimpa zaka au mtu mzima huwezi kumlazimisha fanya hili. Maana nakupa zaka hizi ununue nguo, nakupa zaka hizi usafirie, nakupa zaka hizi ufanya. Wewe utampa, wewe ni ushauri tu. Nikikupa zakatul fitri utafanya, akitofanya hufai hata kumuuliza mbona hukufanya lile nilikwambia. Zaka ni khiari za mwenye kupewa, si khiari za mwenye kutoa. Masikilizano na kuna sihiana ile mbali. Ikistatosha haya au akusanywe na wengi, wewe umpe na familia nyingine impe, familia nyingine mpaka pale kama familia 5 10 hapa. Lakini kiani yako pekee utakuwa zaka zako zote umpe mtu mmoja tu, na sharia taka zaka uzigawe. Watu wakiwa ni wengi wapewe wengi. Mtazamaji wa Dodoma huyu, nadhani haya ni maombi ambayo utaangalia muda kama turuhusu kumtajia aina za nafsi, kwamba nafsi ziko ngapi. Swala yake mzuri sana, lakini ni masala marefu. Kuna masala ya nafsi tulioeleza. Qur'ani imeeleza nafsi 5. Imeeleza nafsi ya kwanza ni nafsi amara bisu, yenye kuamrisha sana mabaya, na ndio asli ya nafsi. Asli ya nafsi ni mbaya sana. Nafsi ndio adui mkubwa. Wa nafsu akhbathu min 70 shaytana. Warabu kwamba nafsi ni mbaya zaidi kuliko mashaitani 70. Wana mwenye busire kwambia wa nafsi tuhmilu shabba ala hubbi radhai wa in taftimu yanfatimi. Nafsi ukiachilia hupenda zaidi kunyonya, na ukiachilia kama sio mchetu itumilie nguvu. Ndio kisha ikitoka hapo nafsi lawama. Amara yataka tu hairudi nyuma. Lawama hufanya ikajuta, mbona nimefanya hivi mimi? Kisha baadake kisha kuna nafsi mulhama. Mulhama ni jambo kama hutaka kufanya lema, pengine katokea shetani. Kisha kuna nafsi ambayo kwamba ni ile takasika. Kisha kuna nafsi ya mwisho, nafsul mutmainna. Mutmainna huwa imesahihi, hizo ndio Qur'ani. Kisha kuna nafsi za kifalsafa, philosophy, ziko nafsi karibu ya 10. Nafsi kadha, nafsi kadha.
lakini kwa ufupi nafsi ni moja, kazi ndio zimepewa majina. Bwana Nasr wa Uganda yasema imamu yule kaswalisha tarawih, baadaye akaswali witri, baadaye akaswalisha tasbih. Sasa kuswalisha kwa utaratibu huu, utaratibu huo hakuna, lakini haipingi. Bora kila kitu kipe jina lake. Ukiswali tarawih tujue tuswali tarawih. Uzuri tu peke yake witri iwe ndio mwisho wa swala, sababu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam tuambia ij'alu akhira salatikum bil-layli witra. Ibada yako ya mwisho ni witri. Lakini ukitanguliza witri wala haitanguliwi witri ukaswali raka moja. Kuna watu wa ujanja ukiswali witri raka 3, ukitaka kuswali swala nyingine uswali witri raka moja ili kuivunja ile. Hakuna. Witri imeshakupita, imepita. Lakini si uzuri mpangilio huu. Mpangilio mzuri zaidi uswali tasbihi kwanza, sababu ni mrefu, kisha uswali tarawih. Tarawih kule kichelewa ni bora. Sasa normal sema walladhina yanamuna anha khairu min alladhina yaqumuna, wale wenda kuilalia kidogo kisha kuswali ni bora kuliko pale pale kwenda kuswali tarawih. Swali tasbihi kwanza, kisha uswali tarawih, kisha ulale pale wakati wa daku uswali witri. Hapo ndo ukipanga hivyo zitafaa, lakini umekhalifu mpango mzuri. Bwana Abedi kutoka Kenya yeye ataka kujua kuna namna ngapi za kuidhibiti hii nafsi. Nafsi ule shairi wa Kiarabu wa zamani sana alisema an-nafsu raghibatun idha raqabtaha wa idha turaddu ila qalilin taqna'u. Nafsi ukiachilia hutaka zaidi, ukikontroli hurudi nyuma. Basi kwa sababu hiyo kitu kikubwa ni kuweza kujizuilia nafsi. Nitakupa mfano mdogo ninga wakati umeendelea. Kama wewe wala sana zaidi ya kipimo cha kula, wanazuoni wamekwambia utengeneze chombo cha mti mbichi, utie chakula ujaze ule, kisha siku ya pili kile chombo kitakuwa kikisea kijibana wenyewe kidogo. Kama hakuna chombo hiki, kila siku jaribu kupunguza kama gramu 1 tu. Ule mimi nakula mathalan, mimi nakula kilogramu 2, pija kilogramu 2, kisha kula wiki upunguze gramu 1 2 au kula siku bila kujulikana, ndio utaacha. Lakini mimi na ni kilogramu 2, leo nitakula kilogramu 1, utaruta kula kilogramu 3. Au mfano mwingine haraka ni sigara. Wavuta sigara, wataka kuacha, ukisema sivuti tena ndio utavuta zaidi. Nishatu hisabu, mimi navuta sigara paketi 2. Ujaribu kila wiki upunguze sigara 1, sio paketi 1. Upunguze sigara 1, ujiangalie, kisha upunguze tena 1, mwide tabaki paketi 1, mwide tabaki sigara 2 kwa siku, mwide kwa kila wiki sigara 1, mwide umeacha. Ndio nafsi na hiyo. Na Sharifu, nimeomba na baadhi ya watazamaji wangu kwa njia ya simu za kawaida, wakifahamu kwamba nitakutana na wewe, kuna tatizo hili la kuwatolea zaka wafanyakazi wa majumbani mwetu ambao baadhi yao si Waislamu lakini tunaishi nao vizuri. Sasa kwa sababu huyu mtu anawatolea zaka wanawe aliowazaa na watumishi wa Islam, je, wale watumishi ambao si Waislamu sheria na wenyewe wanatolewa zaka ya fitri? Kwanza mtumishi si lazima kumtolea zaka wewe, sababu unamlipa. Alikitolewa zaka ni mtumwa, sababu mtumwa humlipi. Mtumwa ni mtu wako hasa kama mtoto wako, utampa nguo wewe, utamtolea zaka wewe. Watumishi ni mtu wa kufanya kazi, utamlipa. Ikiwa kwa hisani utamtolea, kazi yake ni mzuri, utamtolea. Tena zaka imelazimishwa kwa wote, imeambia minal muslimina, mkubwa mdogo, minal muslimina. Muislamu ndio atolewa zaka. Ule ambaye si Muislamu mpe mwenyewe, mwambie hii itakusaidia furaha yako ya sikukuu, lakini usimtolee zaka ukachukua pesa zake ukampa mwingine. Ukimpa asoko Muislamu, mpe mwenyewe, ngale hii tukua pesa, kampe utakaye. Mwenye kitakumpelekea mama yake ambaye si Muislamu, utampelekea ndugu yake sio Muislamu, lakini kumtolea ni zaka. Zaka hazikubaliwi ila kwa Uislamu. Msabaji wangu muda umekwenda sana, nimuombe Sharifu atuombe dua ili tufunge kipindi. Kwanza nashukuru sana, na pengine mtoleo kimekuwa kifupi kipindi, lakini mimi nimefurahi sana kwa sababu ya kumheshimu mufti, ambao mufti tumpenda sana na tumwombea Mungu sana. Mimi mwenyewe nimefurahi kusikia sauti yake, ambao tushirikiana katika hija, katika mambo yote. Basi ndio kimepungua, lakini inshallah kesho
tutakuwa tena hewani kwa mada nyingine ambayo itakayojulikana kesho. Nasikitika mada zangu hujulikana saa ile ya mada, haijulikani kabla, kwa sababu sina mada ya kabla mimi kabisa. Basi kesho inshallah tutaonana na tutaagana. Ikiwa mwezi umeandama tutaonana vile vile kukaribisha babake Muhammad Idi, Bwana Idi. Ikiwa mwezi hujaandama tutaendelea na Sheikh Ramadhani vile vile. Leo kwa fupi tuombe dua inshallah Mungu atuwafikie. Allahumma amin. Na mtazamaji wangu, muda wetu umekwenda sana na siwezi kuendelea na wewe. Usisahau kunuia ili tuweze kuamka kesho tukiwa tunaikamilisha siku yetu iliyobaki, imma kesho kesho kutwa jambo hili tulifikisha kwa salama inshallah. Nawaitu sawma ghadin an adai fardh Ramadan hadhihi sana imana wa ihtisaban lillahi ta'ala. Nanuia kufunga kesho kutekeleza fardhi Ramadan kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ametukuka. Jina langu naitwa Muhammad Eid Muhammad Abu Eid. Mimi ni mtumishi wako na inshallah tukutane kesho nikutumikie tena. Wassalamu alaikum wal afwa minkum. Kwa muda mrefu umekuwa ukihitaji benki itakayokuhudumia kutokana na imani ya Kiislamu. Mkombozi amekuja kuikata kiu yako. Ni Amana Benki pekee. Jiunge sasa na Amana Benki na ufaidike kwa kufungua akaunti za akiba, akaunti ya watoto, wanawake, hija, hundi, biashara na shughuli za kibenki kupitia internet. Amana Benki itakuwezesha kufanya shughuli za kifedha bila kuathiri misingi ya imani yako na kuzingatia sheria. Kwa mahitaji ya huduma za kibenki zinazofuata sheria, Amana Benki ndiye rafiki wa kweli. Amana Bank, together on the right path. Ni punguzo la kufa mtu, punguzo la 20% kwa mali mpya na punguzo la 10% kwa bidhaa zilizokuwa kwenye punguzo tayari. Si wengine ni wale magwiji wa furniture Afrika Mashariki na Kati, Sam's Superstore. Sasa wamekuletea mali mpya kwa ajili ya msimu huu wa Ramadhani. Wana vitanda vya kisasa, makabati ya ukutani, makabati ya vyombo, meza kubwa na ndogo za mabo, meza za chakula za mabo na vioo. Pia zipo za mbao saizi tofauti. Kuna picha nzuri za ukutani, maua, dressing table na vitu mbalimbali. Kuwa mjanja kwa kutembelea Sam's Superstore. Wapo Mbezi Beach, kituo cha Makonde. Wahi sasa. Sam's inaongoza, wengine wanajikongoja. Kumbuka, ofa hii ni mpaka Idi Pili. Kampuni ya Superdor, wasambazaji wako wa kongwe wa matairi hapa nchini, wanakuletea aina mpya ya matairi Michelin Energy XM2. Matairi ya Michelin Energy XM2 yametengenezwa kwa teknolojia ya kisasa na pekee, maalum kwa majanga na vishindo vya barabarani. Matairi ya Michelin Energy XM2 ni magumu, hunesa kama mwanzi, hupunguza gharama na hudumu kwa muda mrefu. Safiri salama kwa kutumia matairi ya Michelin Energy XM2.